Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, sina shaka umeamka salama kabisa. Marekani imeweka vikwazo vipya dhidi ya meli 14 za baharini zinazodaiwa kuhusika katika kusafirisha mafuta na bidhaa za petroli kutoka Iran kwa njia za kukwepa vikwazo vya kimataifa. Meli hizo zimeelezwa kuwa sehemu ya kile kinachoitwa meli za kivuli zinazoisaidia Iran kuendelea na biashara ya mafuta. Aidha, idara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya watu wawili na taasisi 15 zikiwemo kampuni za usimamizi wa meli zilizopo katika nchi kadhaa kama China, Liberia na Uturuki kwa madai ya kufanya biashara ya mafuta ghafi, bidhaa za petroli na kemikali za petroli zinazotoka Iran. Hatua hizo mpya za vikwazo zimechukuliwa wakati Iran na Marekani zikifanya mazungumzo nchini Oman yaliyolenga kupunguza mvutano wa kisiasa na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili. Katika taarifa yake, idara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa vikwazo hivyo vinalenga kuunga mkono maandamano ya wananchi walioipinga serikali hivi karibuni, yakidai kuwa serikali ya Tehran imekuwa ikiweka mbele vitendo vinavyovuruga utulivu baada ya usalama wa raia wake. Serikali ya Iran imekuwa ikiendeleza vitendo vya kukandamiza wananchi wake, ikiwemo mauaji ya waandamanaji wa amani, ilieleza sehemu ya taarifa hiyo. Marekani imesisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua kali za kiuchumi dhidi ya mtu au kundi lolote litakalosaidia kuimarisha uchumi wa Iran, hasa katika sekta ya mafuta ambayo ndiyo chanzo kikuu cha mapato ya serikali hiyo. Ndani ya saa chache baada ya kutangazwa kwa vikwazo hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya rais akitishia kuweka ushuru wa ziada kwa nchi yoyote itakayopata au kununua bidhaa na huduma kutoka Iran. Trump alifananisha hatua hiyo na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Cuba, akizituhumu serikali ya Iran na Cuba kuunga mkono ugaidi na kuhatarisha usalama wa taifa wa Marekani. Kwa mujibu wa Marekani, lengo la hatua hizi ni kukata mapato ambayo Iran inadaiwa kuyatuma kufadhili makundi yenye silaha nje ya mipaka yake na kuwakandamiza raia wake ndani ya nchi. Hatua za sasa zinaonekana kuwa sehemu ya kampeni kubwa ya shinikizo dhidi ya Iran chini ya utawala wa Rais Trump, ambaye katika wiki za karibuni ameonyesha utayari wa kuchukua hatua zaidi ikiwemo za kijeshi. Hata hivyo, baadhi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati wameonya dhidi ya kuongezeka kwa mzozo wa kijeshi, wakihofia kutasababisha machafuko makubwa ya kikanda. Mazungumzo ya Ijumaa nchini Oman yalimalizika kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, kuyataja kuwa ni mwanzo mzuri, huku Marekani bado haijatoa msimamo wake rasmi kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo. Baada tu ya mazungumzo ambayo yalifanyika hapo jana nchini Oman kujadili sakata zima la nyuklia na kupunguza uwezekano wa kutokea kwa vita, hatimaye Marekani imeweka vikwazo vipya dhidi ya meli na makampuni yanayohusishwa na mafuta ya Iran. Sasa mfululizo wa vikwazo unazidi kuendelea katika taifa la Iran, ambapo Marekani kwa muda mrefu sana ilikuwa imeiwekea vikwazo Irani kiasi cha kusababisha uchumi wa taifa hilo kuporomoka kwa kiasi kikubwa sana, na hata yale maandamano ambayo yaliweza kutokea siku chache zilizopita yalisababishwa pia na ugumu wa maisha na kudorora kwa uchumi katika taifa la Iran. Sasa Marekani imeongeza au imekandamiza tena vikwazo vingine vipya, huku Trump akisaini sheria ambayo itamlazimu, endapo taifa lolote litaweza kufanya biashara na taifa la Irani au kuhusishwa na Irani kwenye biashara, basi italazimika kuweza kukutana na ushuru ambao ni wa hatari sana. Basi endelea kufuatilia Zone Media, ambapo tutakujuza leo hii yote ambayo yanajiri huko katika anga za kimataifa kama kawaida. Cha msingi tu basi usiache kusubscribe kama bado hujaweza kujiunga nasi, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu.